wekeza katika maisha ya watu. Watu wanakusahau kwa vile umewekeza tu katika shughuli zako za kiuchumi, lakini umesahau kuwekeza katika maisha ya watu. Unataka ukipata tatizo watu wakukumbuke, lakini wewe hata unapofanikiwa ujali wengine waweze kupata msaada kutoka kwako. Kwa hiyo matokeo yake unavuna ulichokipanda. Katika Luka 6:38 anasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hapa tunajifunza neno la muhimu sana kwamba tunapaswa kuwekeza kwa watu. Ni kweli tunapaswa kuwekeza kumtolea Mungu hata kwenye nyumba zetu za ibada, lakini tusisahau pia kuwekeza kwa watu. Mungu ametuagiza tumtolee yeye kama yeye, lakini pia tuwape watu vitu. Wekeza katika maisha ya watu pia. Haina maana kwamba uwasaidie watu ili siku moja nao wakusaidie, kama tunavyotoa michango ya harusi na misiba ambayo mara nyingi tunatoa kwamba na mimi nikipata tatizo watu wanisaidie. Hiyo sio maana yake hapa. Hapa ina maana kwamba unapowasaidia wenye uhitaji, siku moja Mungu atainua watu wengine, sio lazima hao uliowasaidia ili kuweza kukukumbuka wewe. Kwa hili ni swala la muhimu sana katika maisha yetu. Tusiwekeze tu kwenye masuala yetu ya kiuchumi peke yake, tukashindwa kuwekeza kwa watu ambao Mungu anaweza naye tukavuna kile tulichokipanda kwa namna nyingine. Lakini pia itakusaidia uwe salama baada ya maisha haya ya hapa duniani. Watu wengi hawajui kwamba tumepewa wajibu mkubwa hapa, sio kukaa kujitakasa tu na kuishi maisha mazuri kiroho, lakini tuna wajibu wa kuwa mkono wa Mungu wa kugusa wahitaji. Mungu anatutegemea hivyo, na tusipofanya hivyo tutahukumiwa, kwa sababu neno la Mungu linatueleza wazi kabisa kwamba Mungu anatambua watu ambao wako mkono wake wa kulia ni wale ambao wanatumika kugusa maisha ya watu wenye uhitaji, lakini walioko mkono wa kushoto ni wale watu ambao hawajali maisha ya watu na kutambua kwamba wao ni mfereji na kusudi la Mungu katika kuwasaidia wengine. Mathayo 25:41 hadi 46 anatuthibitishia hili. Neno la Mungu linasema, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Hapa tunaona ujumbe ambao unatisha sana, jinsi ambavyo unaweza ukaishi maisha mazuri sana hapa duniani, ukawa umeacha zinaa, umeacha ulevi, umeacha mambo mengi mabaya, ukiona kwamba unamtii Mungu. Lakini Mungu amekuweka hapa pia uguse maisha ya mtu fulani. Kuna mtu anawezekana analala njaa, inawezekana kuna jirani yako analala njaa, inawezekana kuna mtu ana shida, kuna mgeni humkaribishi, hujali hata kukaribisha hata wageni, hata wanapotembelea kwenye kanisa lenu. Wewe una mpango wowote wala una mkakati huo, unajinyima baraka, lakini unahatarisha maisha yako pia ya baadaye. Anasema nalikuwa uchi. Kwa kumbe hawa watu ambao hawana nguo za kuvaa, hawa watu ambao ni wagonjwa, ambao tunawaona, Mungu anatutegemea sisi tuwe balozi wake wa kuwafikia watu wale na kuwagusa. Ndio maana katika huduma yetu tuna mpango ambao tumekuwa tukiutekeleza wa kuwasihi watu na kuwashirikisha watu watoe nguo zao nzuri walizonazo ambazo hawazivai kwa sasa, ili tuwasaidie wahitaji ambao wana mahitaji makubwa ya mavazi. Na kweli watu wamekuwa wakituma nguo zile kutoka mikoa mbalimbali, na tumekuwa na sisi tukijitahidi kuwafikia watu wenye uhitaji huo katika maeneo mbalimbali, kwa sababu hatutakuwa salama kama watu wako uchi na sisi hatuwaviki, kama watu wako kifungoni alafu hatuende kwa tazama. Mungu anatutegemea sisi, sio kuwaombea tu ili Mungu ashuke mwenyewe, lakini sisi ni mabalozi wake hapa duniani. Na ndio maana kuna watu wakauliza, mbona sasa hatujawahi kukuona Bwana Yesu ukiwa una njaa? Mbona hatujawahi kukuona wewe ni mgeni kwetu? Mbona hatujawahi kukuona huna mavazi? Akamwambia, hawa watu uliokuwa unawaacha kuwasaidia unaniumiza hata mimi, kwa sababu mimi ndiye nilitegemea wewe nilivyokubariki uwaguse kwa kiwango chako unachoweza. Anasema kwa hiyo watu hao ambao hawakutimiza kusudi hilo watakwenda zao kuingia katika moto wa milele au adhabu ya milele, lakini wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Kwa hiyo kuna watu ambao pia hata kwenye huduma zetu pia kuna watu wanatoa huduma za kiroho ambao ungewapa hata nauli
Kuna watu wanatakiwa wawahi kanisani kwa sababu ni mafundi mitambo, ni watu wanaoshughulika na mambo ya vyombo, lakini ibada ikiisha pia kuna watu wengine wanaendelea kubaki ili uweze kutoa huduma zaidi. Ungeweza hata ukawapa chochote, ukatoa chochote, wapate hata vinywaji au hata waweze kurudi, kwa maana watakuwa wamechelewa, wapate nauli ya kurudi nyumbani kwa daladala au bajaji. Unaweza kufanya chochote badala ya kuwaza tu kutoa sadaka na kuondoka. Mungu akusaidie uweze kutambua hili kwamba ukiwekeza katika maisha ya watu utakumbukwa hapa hapa, lakini pia unatengeneza mazingira yako mazuri kule unakokwenda. Mathayo 7:12 anasema, basi yoyote mtakayo au myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Kwa hiyo hii inaitwa golden rule, kwamba kile unachotaka ufanyiwe kifanye kwa wengine. Unapotaka watu wakusaidie, wewe umepanda mbegu gani? Nimewahi kuona watu wengi katika makanisa yetu ambao wakiumwa wanatamani kanisa zima lihamie kwao, wanatamani kila mtu afike kumuona, lakini watu hawa wanajisahau kwamba wenzao wanapoumwa hawajali hata kwenda kumtazama hospitali, hawatoi chochote, wala hawaendi tena, wanaenda mikono mitupu, wala hawana chungwa, hawana ndizi, hawana nini. Lakini wanapopata tatizo wanataka wavune kitu ambacho hawajapanda. Chochote unachotaka utendewe na Mungu, jiulize una mbegu gani ulioipanda. Hakuna kitu cha bure. Hata tunapokwenda mbinguni, hakuna mtu atakaa nyumba ya bure, hakuna wapangaji kule. Kule ni yule aliyegharamia hapo kwa kumtumikia Mungu atakuta chumba chake cha kukaa, nyumba yake ya kukaa. Lakini hakuna mtu atakayekaa nyumba ya mtu. Kwa hiyo Mungu wetu ni wa haki, utavuna unachopanda katika maisha yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako kwa wema wako na uaminifu wako katika usiku wa leo. Tunaamini Mungu umetuweka hapa duniani kwa kusudi maalum. Naomba Bwana ukatusaidie tuweze kuwekeza katika maisha ya watu ili nasi tukumbukwe. Wakati mwingine tunavuna tulichokipanda, kwa sababu sisi kila tunapopata tunatumia wenyewe, hatuwazi kumfikiria mtu mwingine, lakini tunafikiri tunapaswa sisi kusaidiwa tunapopata shida. Kuna watu ambao Bwana wanatamani tu wasaidiwe, lakini wao wenyewe hawafanyi chochote katika kukumbuka wengine. Tunaomba Mungu sisi ukatusaidie, ukatubadilishe kuanzia usiku wa leo. Mwezeshe msikilizaji wangu ambaye amesikiliza ujumbe huu, awekeze pia kwa watu sahihi. Pesa zake zisiishie katika michango ya sherehe na misiba peke yake ambayo ni ya lazima, bali aweze kusaidia wagonjwa, asaidie wanafunzi wasio na ada, awasaidie watu wasio na kazi, awasaidie wazee wasio na makazi, asaidie watu wanaohitaji posho kwa ajili ya kujitolea kwao kwenye kazi ya Mungu. Awe mfadhili wa mtu fulani, hata aweze kumsomesha mtoto chekechea au anayesoma shule ya msingi, ili na yeye aweze kupokea baraka kutoka kwako. Kuna kitu fulani anaweza kukifanya kwa kiwango chake. Saidie kila mmoja wetu wawajibike, ili asije akaaibika, na ili pia aweze kuvuna hapa duniani, akumbukwe katika maisha yake. Na kushukuru Mungu kwa kuwa unatujali sana na unatupenda. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.